Na msikilizaji, nimeona tumalizane na huyu dada yetu wa kuitwa Raya ili tuweze kuendelea na story zingine tamu sana ambazo ni short story ambazo zinasubiri hizi ziweze kumalizika na ziweze kuendelea zenyewe. Kwa hiyo tulipoishia huku kwa Raya ni baada ya kuona ya kwamba kwanza Raya ametambua kwamba ni mjamzito na mimba yake haina hata siku nyingi sana. Kwa hiyo maamuzi ambayo ameyafanya ni kuamua kwenda kazini, na akitoka kazini apite kwenda kuonana na daktari wake na aweze kufanya abortion. Okay? Yes, japo tunajua sio kitu kizuri msikilizaji, lakini ndio maamuzi ambayo Raya ameweza kuyafikia. Na wakati huu mwanaume anayehusika na huo ujauzito ni kwamba ametegwa. Yaani taarifa bado hazijatoka rasmi, lakini mara wengine wanasema amefariki, mara wengine ametekwa, so hivyo. Kwa hiyo sasa akaingia kazini. Kwenda kule kazini kufika, anaona sasa watu ni kama wanamtazama kwa huruma nini, na kwa bahati mbaya madam anamsogelea yule madam wa chakula yule, na anamsogelea, anamshika na kumwambia kwamba Raya jikaze. Kauli hii inamshtua Raya na anaamua kuuliza kwamba vipi boss JF amekufa? Sasa msikilizaji, hapo ndipo tulipoishia na nikakuuliza kwamba haya vipi anakwenda kufanya maamuzi ya kutoa mimba alafu mwenye mimba hajafa, huenda hata ametekwa, inakuaje? Tunasonga mbele, langu jina ni Lucas Lumbasi msikilizaji. So Raya baada ya kumuuliza hivyo madam, Raya anasema kwamba hakunijibu kitu, akani niangalia tu. Sasa mimi nikajua kitu kimeshatokea. Hivyo na ule uchovu wa kutokulala vyema usiku plus msongo wa mawazo ya mimba na kadhalika, nikajikuta napoteza fahamu pale pale. Nimekuja kushtuka, niko juu ya kitanda cha hospitali. Wodini niko peke yangu, hakukuwa na wagonjwa wengine. Mara nikasikia sauti ya kufoka huko nje ya wodi. Sauti ilikuwa inasema ya kwamba kwani mmefanya nini? Yaani kwa nini mnamtesa mwanamke wangu? Niliwaambia mumpigie makofi aingie, alafu nyie mnakaa tu kama ni kuna msiba. Hamjui kwamba ana msongo wa mawazo? Msikilizaji, hii sauti ilikuwa inafoka, lakini ilikuwa ni ya kuaruza. Ikififia yani kama mtu anisumbuliwa na mafua. Mara mlango wa hospitali bwana ukafunguliwa. Walipofunguliwa, aisee, nilipotazama sikuamini yule niliyemwona. Ni boss JF bwana. Aisee, kaja akiwa mzima kabisa. Anatembea peke yake, licha kuchechemea kidogo, huku sasa uso wake ukionekana kukosa nuru na kuwa na wasiwasi hadi kapungua maskini. Bila kujali dripu niliyokuwa nimetundikiwa, nilijikuta naamka kitandani, nataka kushuka niende nikamrukie. Aisee, kwa mshtuko na machozi kutokuamini nilijikuta nikimuita. Bosi alisogea haraka akasema kwamba bebe usishuke, bado anaumwa. Aliniambia sasa akiwahi nilipokuwa kitandani, akanishika kwa nguvu, lakini sasa alinilaza vizuri Charlie. Tukashikana na kukumbatiana kwa nguvu, sasa nikizidi kulia na kumwambia kwamba JF umerudi, nimekuwa na wasiwasi juu yako. Basi nilimkumbatia sasa nikilia, yeye akawa sasa ananisugua mgongoni kwa kunibembeleza akisema kwamba usilie Raya, mimi nimepambana nirudi kwa ajili yako. Wewe ni wapekee sana kwenye maisha yangu. Basi nilimwambia kwamba lakini vipi uko salama JF? Siamini aisee, hawajakuumiza. Nitakuelezea kila kitu, subiri kwanza utoke hapo hospitali, sawa? Na unajua nimeshangaa sana mpenzi wangu. Nimeota ndoto afu nayo imekuwa kweli. Ndoto gani? Nimeota ndoto na mimba yangu. Nilishtuka na kumwachia, nikamtazama sasa nimeshika mashavu na mtazama usoni. Nani akakwambia na mimba? Daktari. Daktari ndo ameniambia una mimba. Aitabasamu na kusema hivyo. Nilibaki na mtazama tu kwa ukaribu machoni. Aisee, siamini kama ni yeye kweli. Yaani mimi nahisi naota. Siamini kama kule umerudi. Nijitikise basi ili kama ni ndoto nishtuke mapema nilie. Basi nikaanza kujitikisa, akaanza kunicheka na kuniambia kwamba sitaki nione machozi yako tena. Nimeumia sana kukuona unalia kwa sababu yangu, na kuahidi utakuwa na furaha siku zote. Basi alinifuta machozi pale na kuniambia kwamba huu uzuri nitahakikisha hakuna mwingine ambaye atauonja tena. So mimi baki na mtazama tu, sina cha kusema. Nikamkumbatia tena kwa muda mrefu, huku sasa wapambe wakituangalia na wengine wakirekodi video pale chumbani. Baada ya muda aliniachia na aliketi akawa sasa ananiangalia, huku sasa anaangalia simu yake kama vile alipokea ujumbe fulani hivi. Na kisha akaniambia kwamba natoka mara moja, ila baadaye madam chef hapa atakuletea simu yako
Kwa hiyo tutawasiliana, sawa eh? Baada ya kuniambia hivyo, nilimwambia kwamba lakini bado na maswali mengi ya kuuliza. Akanijibu ya kwamba utaniuliza baadaye usiku wa saa 6 tukiwa pamoja. Baada ya kusema hivyo, akanishika shavuni na kuniambia bye. Aliondoka kwa sasa akiniacha. Mwisho nikajiuliza usiku wa saa 6 nikiwa naye wapi? Ndipo aliingia Madam Chef akiwa sasa amefuatana na dada yangu. Dada yangu akaniuliza kwamba wewe umekumbwa na nini? Nikamwambia mimi sijui. Basi walinipatia mkoba kisha nikatoa simu na kutazama. Ni saa 12 jioni. Natakiwa niondoke pale maana afya yangu ilishakuwa sawa. Basi nilipewa ruhusa nikaondoka nikifuatana na dada yangu. Lakini aliyetupeleka ni yule dereva Hakim. Alafu mimi sasa nilipofika nijilaza kitandani kwangu. Alafu nikamtext JF WhatsApp nikamuita tu jina lake pale. Nikaona message imefika kwa tiki 2. Nikaongeza message ya pili nikisema kwamba naomba unisamehe kama nakusumbua ila ninakutaarifu kwamba niko nyumbani. Alifungua zile message kisha akajibu ya kwamba okay, jiandae, nataka tutoke twende tukaongee. Sasa na mimi kwa kuwa nilitaka kujua kilichomtokea, basi nilimwambia kwamba sawa najiandaa ila sitalala huko. Jeff akaniambia kwamba tutalala wote, nataka tujadili mambo mengi. Lakini tu muda hautatosha na wakurudi. Nikasema yani vipi kuhusu dada? Akaniambia ngoja nimpigie. Nikasema okay. Basi niliendelea kukaa na kumshukuru Mungu nikisema ya kwamba asante kwa kuwa amerudi salama. Baada ya muda nilitoka na kuelekea chooni. Nilimuona dada yangu akiwa anashughulika na mboga hapo sebleni, huku sasa mtoto wake akifanya kazi za shuleni. Nikaelekea tu chooni. Na humo ni bafuni pia. Nikiwa huko sasa nikaamua nioge moja kwa moja. Nikiwa naoga nikasikia amepokea simu na kuanza kuongea. Kwa kuwa sasa kulikuwa ni mbali, sikuweza kusikia maongezi yake. Lakini baada ya kutoka bafuni nilipita, sikumuona sebleni, bali kwa mbali nilisikia sauti nje ikiongea. Nikaenda zangu chumbani nikaenda kuvaa nguo na kutoka. Sasa nilipotoka nikasikia akiongea kwa sauti ndogo sana. Na mimi sasa nikasogea karibia na mlangoni pale kisha nikasikiliza. Nilisikia dada akiongea kwamba pole kwa majanga aliyokukuta, niliogopa sana. Basi akasubiri ajibiwe upande wa pili. Nikajua kabisa anaongea na JF. Basi dada akaendelea kwa kusema kwamba jamani aniuma sana kuitana shemeji na wewe. Yaani basi tu unajua JF, yani unajua ni namna nilivyowahi kukupenda na nimekusumbua muda mrefu ila tu umeamua kuja kunikomoa ukambeba mdogo wangu. Kweli jamani sio haki kabisa. Msikilizaji, niliposikia hivyo nilianza kuondoka kwa kunyata. Lakini nimefika tu kwenye kona tu, dada akamwambia kwa sauti aliyopunguza kidogo, akasema kwamba JF, kama utamuoa mdogo wangu sawa, lakini naomba tu hata basi nionje tu kwako mara moja tu, maana mimi niliwahi kusikia mama watoto wako wakisifia sana. Yaani unaenda kwa shemeji jamani, hata ni sijapata msosi wako kweli. Msikilizaji, hakika niliogopa sana, nikasema kumbe dada naye anataka ale chakula. Basi nirudi chumbani kwangu nikajifungia, alafu sasa nikaketi kitandani. Bado sasa nikawa ninawaza kile nilichokisikia. Sasa kuna nafsi moja ikaniambia kwamba kama huyo mwanaume akikuoa lazima atakuwa na ukaribu wa hali ya juu yeye na dada yako. So itakuwa rahisi sana dada kumshawishi mpaka akalala naye. So nikajisemea kwamba na wanaume walivyo wadhaifu kwenye miili yao, labda tu nipeleke mbali. Sitaki ushemeji mimi hapa. Dadangu namjua vizuri sana. Basi sikuishia hapo. Nilimtumia message JF na kumuuliza kwamba umeshaongea na dada, maana niko mdhaifu hapa, naweza kusinzia. JF akaniambia kwamba nimeshaongea naye, wewe jiandae tu, ukishamaliza wewe niambie, Hakimu atakufuata. Nikasema mimi tayari shaoga, nikuvaa tu. Akasema okay, jistiri vema, Hakimu asije akakutamani bure. Basi mimi nituma emoji za kucheka. Kisha nikaanza kujiandaa. Baada ya dakika kadhaa nikamwambia nipo tayari. Basi Hakimu alinifuata, akanichukua, akanipeleka mpaka kwenye hoteli moja hivi ya kifahari. Pale usiku mmoja ilikuwa ni 300,000 kulala. Ilikuwa ni hoteli ya kitajiri sana. Sasa nikamuuliza JF, kwa nini umeamua kunileta kwenye hoteli ya gharama hivi? Situngine tu nyumbani. JF akajibu ya kwamba sasa 300,000 nao ni hela. Nikamwambia kwetu sisi ni hela. Bwana mimi nimekumia sana bwana. Kisha nikuwa sitaki tukae sehemu yenye kelele tu. Basi baada ya kuniambia hivyo, aliniambia kwamba hivi ukinitazama unaona nini? Mimi naona tu uso wako hauna nuru. Sijui kilichokutokea huko. Nitakuelezea
tukishakula chakula na muda tukiwa tumelala nitakwambia yote. Na elewa tu kwamba nitalala hivyo aniwaze yani. Kwa hiyo kuna sehemu ambazo nimeumia, kwa sababu nahitaji utanisaidia kunikanda kidogo kwa sababu napitia maumivu makali sana baada ya yote ambayo nilifanywa kule. Pole mume wangu. Asante mke wangu kipenzi. Basi nilizidi kumtazama nikiwa sasa ni hapo namuonea huruma, nikifikiria yale yote ambayo amepitia huko kwa sababu naamini hapa alikuwa ametekwa. Basi nikamuuliza Jeff ya kwamba una uhakika na mimba? Ya, niliambiwa na Madam Chef. Baadaye nikaambiwa tena na daktari. Unajua mimi nijua nayo tangu jana. Nilipata wasiwasi, nilisema kama hautorudi mtoto wako nitamwambia nini, lakini pia na hofu juu yangu. Hapana, sio na wasiwasi bwana, mimi nitakuwa salama. Yani ndio kwamba licha ya hofu juu yako, lakini najua dada yangu anakupenda. Unajua tani ukinioa ukiwa na ukaribu naye itakuwa rahisi yeye kukushawishi. Hivi naona mimi ni mrahisi sana kushawishika, si ndio? No, sio hivyo, ila dadangu mimi simwamini, ni mcharuko sana. Ingekuwa ni kunishawishi angenishawishi tangu muda mrefu tu. Ameniomba namba mara nyingi sana Facebook tangu kipindi naishi na mwanamke, lakini hakuwahi hata siku na moja kunipata. Hafla leo hii ndo aje nipate? Hapana, mimi siwezi kufanya hivyo bwana. Kweli itatokea? Kamwe haiwezi kutokea. Basi msikilizaji, chakula kililetwa pale hotelini, tukawa tunakula na kulishana taratibu tu. Sasa tunataniana na kupiga story 2-3. Tuliendelea hivyo hivyo kwa kipindi kirefu, hata chakula hatukumaliza. Tulienda chumbani na tulipata kwanza nafasi ya kuweza kuoga na baadaye mazungumzo yaliendelea. Sasa huko kwenye mazungumzo adhabu ziliendelea bwana. Na adhabu zenyewe nadhani unazifahamu msikilizaji tuishie tu hapa maana yanaweza katokea mambo mengine ambayo ni hatari zaidi kwa upande wetu. So baada ya kumaliza nilienda Marwatoni, kisha nikarudi nikiwa sasa nimejifunga tu taulo, nikajilaza kando yake. Nilipojilaza aliuliza kwamba hivi Rose ni nani? Si ni secretary wako? Secretary anaitwa Jane. Nilinua uso na kumtazama nikijiuliza amepoteza kumbukumbu au vipi? Mimi nikana mshangani kamuuliza kwamba Jane, ya Rose nimeshamsimamisha kazi. Nilishangaa kidogo maana asubuhi Rose alikuwepo ofisini. Mwasibu wa kampuni pia anaitwa John. Msikilizaji, nikashangaa, mwasibu kivipi? Maana mimi ndiye niliyekuwa mwasibu pale ofisini. Sasa bosi, mimi si ndo mwasibu au kumbuki vitu vingine? Nisikilize, mimi siwezi kusahau kirahisi hivyo. Ila wewe ni mwanamke wangu. Siwezi kukuacha pale ofisini wakatuletea mazoea fulani ambayo mwisho siku anaweza akasababisha matatizo. Nimeamua ni kuhamishia sehemu nyingine. Kuna mahali nitakupeleka kesho. Basi ghafla simu ya bosi iliita. Ilikuwa mezani. Nikaenda kumchukulia na kumpatia jina la mpigaji, aliandika my first love. Akashtuka na kusita. Wewe mbona unanipigia sasa hivi? Kuna nini? Basi mimi nikaa kimya. Mimi namba yangu imeandikwa Rayun. Anayepiga ameandikwa first love. Jamani, tena mimi jina langu limeandikwa Rayun bila hata emoji. Huyu anayepiga kaandikwa my first love ikawekwa na alama ya kopa. Basi mimi nitulia kimya tu, huku moyo unanigonga vibaya mno. Nikaona ana mute simu na kuiweka pembeni. Nikamuuliza kwa siri ya kwamba mbona upokee simu? Jeff alinitazama kwa makini sana, akaniambia kwamba usiku huu ni wangu na wewe. Huyu ana story nyingi sana. Asia nijisikie vibaya. Nikajua basi mimi natumika tu, alafu huyo first lover wake ndio anayelindwa zaidi. Simu ikaita tena, akanapiga yule yule. Jeff akaitazama tu bila kusema chochote. Empokea simu Jeff, unajua unanifanya mimi nisikuamini tena. Jeff alitabasamu kisha akapokea ile simu. Kisha kabla hajaongea kwanza akaniambia kwamba anafanya hivi kukuridhisha tu. Yes, hello. Alisema. Nikasikia sauti tulivu imetoka upande wa mpigaji. Sauti ikisema kwamba samahani sana kaka Jeff, nimekupigia usiku huu, najua utakuwa umepumzika. Jeff alishtuka na kuinuka akaketi akasema kwamba Mridhia, mbona umeshika simu ya mama usiku huu vipi? Upande wa pili ukasema kwamba mama amepandwa pressure, tumemwaisha hospitali, nimesema nikutaarifu tu. Jeff alishtuka sana, akaketi vizuri na kusema kwamba yuko wapi? Mpatie simu niongee naye.
Huyo Maridhia akajibu kwamba yuko odini, hataweza kuongea saa hizi, labda mida ya asubuhi. Basi JF alimjibu juu tu akaambia kwamba sasa kwa nini uchukue simu ya mama unipigie usiku huu Unajua kwamba ni unaninyima usingizi. Kwa nini unanifanyia hivi mdogo wangu? Hujui mimi nimetoka kwa matatizo? Kwa nini usingesubiri mida ya asubuhi ndo nipatie taarifa? Basi Maridhia alijibu kwamba nisamee kaka, sikujua. Mr. JF akaambia kwamba siku nyingine wewe makini. Alafu akakata simu kwa hasira na kuiweka pembeni. Sasa mimi nikamuuliza kwamba baby kuna nini? Mdogo wangu tu alichukua simu ya mama na akanipigia. Sasa bora hata nisingepokea, yani ananipa wasiwasi. Inabidi mara moja kesho niondoke niende mkoani kumuona mama. Pole sana mpenzi. I hope atakuwa sawa. Basi alikaa kimya huku sasa akiwaza. Kisha akaniambia kwamba sio na hivu kiasi hicho bwana, mimi siwezi kukusaliti. Msamee baby, mimi nilipoona kopa niliogopa sana. Unajua mimi nakupenda sana. Ya najua. Basi niliendelea kumkagua pale, nikagundua ana majeraha mengi sana mgongoni. Nikamuuliza namna ilivyokuwa huko, mbona walimpiga? Akadai kwamba alipigwa kidogo wakati akijaribu kujitetea, maana walitaka kumsafirisha kwa siri wampeleke mkoa mwingine akakae huko na asipatikane tena. Yaani kwa kosa tu kidogo lile. Jamani, yani wanasiasa. Sasa lakini mbona usiku ule nilikutumia message na ulijibu? Kwani walikuteka saa ngapi? Ile siku sio mimi nilijibu message, ila nilikuwa na wasiwasi kwa sababu nilijua utakuwa unasubiri nikutaarifu kwamba nimefika. Basi wale walionichukua niliwaomba sana wajibu message zako ili wakondoe hofu. Kumbe muda ule walikuwa wameshakuchukua? Nilikuwa kwenye gari, sijui hata walipokuwa wananipeleka. Ila ukiwa na hela yani huwa hawakukazi sana. Mara nyingi ukiomba maombi wanafanya, maana si wanajua atapata chochote kitu. Kwa hiyo ukiomba jambo lolote pale wanakusikiliza. Basi JF aliinuka na kuondoka kwenda bafuni. Nikamfuata na tukaanza pale kuogeshana nini, tukacheza nini kidogo. Kwa hiyo Ivan na JF alisema kwamba na stress sana, ila kwako siwezi kushindwa kuwa free na kuendelea mambo mengine. Basi bwana kutokea, tuliporudi ndani tulilala sasa tumekumbatiana mpaka mida ya saa 11 hivi tuliamshwa na sauti ya adhana. Basi JF aliamka na kunisii sana nijiandae, kwani hakimu angenifuata muda huo kunipeleka nyumbani. Akaniambia kwamba baadaye kama kuna vitu nimesahau ofisini niende nikavichukua, alafu sasa nijiandae na safari, kwani jioni tungepaswa kusafiri kuelekea mkoani kumuona mama yake. Mimi nilikuwa naogopa, lakini ndio kama safari ilikuwa imeanza hivyo. So nilioga nikajiandaa. Baadaye sasa alikuja kunichukua hakimu, nikawa nimemwacha JF pale hotelini, akidai naye baadaye angelikuja kuchukuliwa apelekwe nyumbani kwake. So nilipofika nyumbani nibadilisha nguo na kuelekea ofisini, nikachukua vitu vyangu na kuondoka. Mimi sikumwambia mtu yote kwamba sitarudi tena pale ofisini. Ila nikiwa natoka nje ya geti niliitwa na Madam Chef bwana. Nikaenda kumsikiliza, akaniambia kwamba nikutakie kila laheri. Ninaamini nafsi yako sasa imepoa, ila ninamsubiri sana mjukuu. Mimi nitabasamu tu na kumjibu ya kwamba asante sana mama. Madam Chef akasema kwamba namba yangu nayo, ninaamini tutazidi kuwasiliana mwanangu. Nikamjibu ndio, nitakutafuta mama. Basi akanipa mkono tukaagana. Yeye alionekana kujua kila kitu. JF alikuwa akimpa siri nyingi. Kuna namna waliaminiana kwa kiasi kikubwa. Basi mimi sikujali, nilichukua usafiri wa Bolt nikaelekea nyumbani. Huko sikumkuta dada wala mtu yeyote. Kwa kuwa sasa mimi nilikuwa na ufunguo, niliingia ndani na kufikiria safari ya ukweni itakuwaje, maana ghafla tu ninaanza kupewa kipaumbele mpaka cha kwenda kwa mama. Nilimtumia dada message, nikamwambia kwamba baadaye nasafiri na Mr. JF. Dada akasema, leo. Afu kwanza mnakwenda wapi? Nikamjibu, tunaenda kumuona mama yake, anaumwa sana. Dada akasema, kumbe mshafikia hadi hatua ya kumuona mama. Hongera shoga yangu, lakini kuwa makini na wanaume. Si unajua tena kuna muda wanaigiza Nikamjibu, naelewa dada, mimi niko makini sana wala usijali. Dada akasema, basi sawa, kila laheri mdogo wangu. Basi mimi nipanga nguo zangu kadhaa kwenye begi dogo la mgongoni, kisha nikaweka kila kitu sawa. Nilipomuuliza JF ni saa ngapi tunaondoka, akadai ni saa 11 jioni. Basi mimi nikawa niko na hamu sana kwa sababu sikuwahi kupanda ndege. Hivyo nilikuwa na hamu sana kupanda ndege na kusafiri, maana kila siku nilikuwa nasafiri tu kwa basi.
So nikiwa nimekaa pale, mara rafiki yangu wa chuo alinipigia simu akaniambia kwamba kipenzi uko wapi? Nikamjibu nipo zangu Dodoma. Akaniambia jamani, maisha matamu jamani, ila huku kwetu mtaani maisha magumu. Nitafutie basi jamani hata mishemishe huko nije mimi nifanye, maana ukiniambia kwamba uko Dodoma yani najua huko ni maisha yako vizuri. Nikamwambia kazi hazieleweki ndugu yangu, ila ngoja niongee na mtu hapa, kama ikipatikana nitakwambia. Akasema poa, shemeji ya jambo lakini? Nikasema jambo sana. Akasema kwa ulivyojibu inaonekana unampenda huyo mtu. Unajua mimi sikuwahi kukusikia ukisema una mtu jamani. Rafiki yangu alivyosema hivyo nilicheka sana, alafu nikakumbuka tulivyokosa tukipanga tutaolewa na watu wenye masters nini. Hakika nilicheka sana, kwani JF alishia la 7 licha kuwa bilionea. Sasa nilimuuliza kwamba vipi ulishapata profesa nini? Akajibu kwa kazi za huko mtaani nakutana tu na wasukuma mikokoteni tu na mafundi ujenzi. Basi tukacheka sana, akajezea kusema kwamba aficha kushangaza, sasa 90% ya wanaonifuata ni wanaume za watu, yani wanataka tu niwe mchepuko. Nicheka sana nikasema dunia leo vijana hawawezi kuhudumia ise. Waume za watu wamekuwa dili, maana wanajua mwanamke anataka nini. Basi huyu rafiki yangu akaniuliza kwamba vipi na wewe usikute umegeuzwa mchepuko? Nikasema acha tu, sio mchepuko tu, ila nikikuelezea utashangaa kabisa. Huyu nilie naye sio mume wa mtu, ila alishaoa alafu akatoa talaka. Rafiki yangu akasema makubwa, kwa hiyo hakuwa na watoto, na umri wake vipi? Nikasema ana watoto tena 3, miaka yenyewe ni 35, afu kibaya zaidi kaishia darasa la 7. Msikilizaji, basi acha Diana acheke jamani. Yaani mpaka akakata simu, akanitumia message ya kuniambia kwamba ngoja nicheke kwanza nitakupigia umalizie story yako. Basi nilibaki mimi mwenyewe nacheka tu, lakini nilijua kwamba JF ni mwanaume ambaye kama Diana akijua ndiye ninatoka naye basi lazima tu angenivulia kofia anipe heshima zangu. Nitamani kuchukua simu nimtumie picha nikiwa na JF, lakini nikasikia sauti inaniambia kwamba punguza kiherehere na kisube. Usiwe na haraka hivyo, kwani anaweza akaja kukuacha wakati ushajitangaza ukadhalilika bure. Basi niliacha kumtumia, ila mdoo sasa nikabaki tu kuziangalia picha za JF huku sasa nikisubiri anitafute tuende huko tuendako. Saa 11 tulipanda ndege, kisha tulisafiri mpaka mkoani kwao kina JF. Walikuwa wakiishi nje kidogo na mji. Hivyo JF alipendekeza tuende kwanza hospitali tukamuone mama, kisha baadaye tutaelekea nyumbani. Ilikuwa ni rahisi sana kufika, kwani tulikuwa kwanza tulikuja kuchukuliwa na mdogo wake ambaye baadaye nilikuja kugundua ni Maridhia. Alimpigia simu usiku kwa kutumia simu ya mama yake. Basi akalisema ya kwamba bro, mbona umekonda? Aliuliza Maridhia huku sasa akitufungulia mlango wa nyuma wa gari, kwani alikuwa amekuja na gari la nyumbani. Basi kaka akamjibu ya kwamba si unajua leo nikuta bana. Kisha akanigeukia akasema ya kwamba mambo mrembo. Akasema poa tu, habari yako? Akanijibu poa. Kisha akamgeukia kaka akasema kwamba nitafurahi kama umekuja na wifi. Tulitabasamu mimi na JF tukitazamana, kisha nikaingia kwenye gari na safari ilianza. Alikuwa anaendesha Maridhia mwenyewe. Basi Maridhia akasema ya kwamba hata mama pengine alipata mshtuko mkubwa sana baada ya kusikia yale majanga aliyokukuta kaka. JF akajibu ninafahamu hilo, ndio maana nimekuja peke yangu ili anione moyo wake utulie. Maridhia akamwambia kakake ya kwamba mbona sijawahi kusikia ukiongelea habari za siasa tangu utotoni siku hizi nini kimekuta bro? JF akajibu ni kweli, lakini huwezi kuishi maisha yote bila kuongelea siasa bwana. Inatuumiza. Sasa sisi ni wafanyabiashara, kwa hiyo siasa kwa namna moja ama nyingine inatugusa. Sometimes inatukwaza, na ndio maana wafanyabiashara wengine huwa wanazunguka tu bila kulipa kodi. Kwa sababu kodi ni kubwa sana, alafu mambo yanayofanyika ni ya ovyo. Maridhia hakujibu kitu. Basi JF akaunyanyua mkono wake na kushika kwangu, alafu sasa akana nitazama tu usoni ile kwa kutabasamu. Nilipokuja kugeuza shingo kwenye kioo kidogo na muone Maridhia anatuchungulia, akatoa macho haraka. Nikamuuliza JF kwa sauti ya kunongoneza kwamba vipi, umeogopi mdogo wako? Akaniambia kwamba kwani sisi tutakaa hivi milele na milele ama? Basi tulifika hospitali, tukamkuta mama amejilaza tu pale. Alipomuona JF alifurahi sana. Tukasalimiana pale, alafu wote tukaketi na kuanza kuzungumza. Waliongea mambo mengi sana. Mimi muda wote sasa nilikuwa kimya. Nikafikia muda nikatoa simu kwenye pochi.
ili kuweza kuangalia nini. Nilikuta kuna jumbe 2 za Rozi na zingine za dadangu. Hapo sasa nikazifungua kwanza za Rozi, huku sasa nikiamini za dadangu ni zile tu za kuniuliza kama nilifika salama. Meseji ya kwanza ilisema ya kwamba ila wewe ni malaya sana. Yaani wewe malaya una roho mbaya mno. Umenisemea kwa hicho kibwana chako mpaka nimefukuzwa kazi. Sawa, tuone mtafika wapi. Meseji ya pili ikaandikwa ya kwamba hata mimi alinitapeli hivyo, usidhani mtafika popote. Msikilizaji, nilika zangu kimya, nikarudisha simu kwenye pochi. Nikasema hilo nitamuuliza JF kwa wakati wake. Basi tukaendelea kuongea na mama. Ndipo mama akamuuliza ya kwamba huyu uliyekuja naye ni nani? JF akasema mkweo. Mama alitabasamu na mimi sasa nikaangalia chini kwa aibu. Akasema ya kwamba ni kweli mmeendana. Mwanangu naitwa nani? Nikamjibu naitwa Rayuni. Mama akasema Rayuni, karibu sana kwetu, huku ni vijijini kidogo, kwa hiyo zoea tu mwanangu. Nikasema asante, sio kijini sana mama. Mama akasema nyie si mnakaa mjini kabisa mwanangu. Basi mimi nikaisha kutabasamu tu bila kujibu chochote. Basi hapo nilikuwa ni mdogo kama Piriton. Hata unyago sikwenda. Sijui kabisa namna ya kutreat wakwe wala mume. Najisemea tu moyoni Mungu atasimamia. JF alitoka akaenda kuongea na madaktari, halafu mimi sasa nibaki naongea na mama yake. Mama akaniuliza kwamba wewe ni mzao wa Dodoma? Nikasema hapana, mimi nimezaliwa Dar, ila mama yangu Mzanzibari na baba yangu ni mtu wa kusini huko Mtwara. Licha ya kwamba kwa sasa anaishi Mkuranga, tulihamia nikiwa na miaka kama 18 hivi. Mama akasema sawa, kwa hiyo wewe kiasili ni Mmakonde ama? Niitikisa kichwa kumaanisha ndio. Nikasema moyoni ya kwamba hivi ni saa ngapi naondoka hapo hospitali, maana sina vya kuongea na mama wa watu. Kwa bahati nzuri JF akarudi akasema ya kwamba nimeongea na daktari, amesema unaendelea vizuri na utaruhusiwa asubuhi kuweza kutoka hapo hospitali mama. Basi mama akasema kwamba nitashukuru sana, nimwakumbuka kuku wangu, sijui kama Maridhia anahudumia vizuri. JF akamshika kichwani mama yake na kumwambia kwamba jali afya yako kwanza, achana na mambo ya kuku. Halafu mama, sisi tunaenda nyumbani kwanza, ngoja nimpeleke mgeni akapumzike. Mama alitushika mikono na kuanza kusali. Sasa mama akawa anasali Kikristo. Mara akasema kwamba Mungu Baba, watangulie wanangu, wabariki wafike salama kwa jina la Yesu mwana wako na Bwana wetu, amen. Asemesi kutaka kuuliza mengi, lakini nikaanza kupata wasiwasi kuhusu dini. Tulimwange yule mama, kisha tukaenda nje. Nilipofika nje nilimuuliza JF, ina maana ninalala kwenu? JF akanicheka na kuniuliza kwamba kwani ulijua utalala wapi? Nikamjibu lodge. Mimi sina hela ya lodge leo bwana, na nilivyo na roho mbaya. Usiku naweza kuhamia chumbani kwako. Sasa kelele zako zile ambazo unazipigaga, sijui leo itakuwaje. Na Maridhia anaweza akazisikia usiku. Basi mimi nikaweka ganja mdomoni kwa mshangao na kusema kwamba no, hatuwezi kufanya hivyo bwana. Tusifanyie huko bwana. Tukirudi tu sasa ndio tunaweza tukafanya hivyo. JF hakunijibu chochote. Basi tukaondoka na kwenda mpaka kwenye gari ambapo tulimkuta Maridhia akipiga story kwenye simu, huku sasa aliyekuwa anaongea naye akimuuliza kwamba vipi kesho si utakuja nyumbani? Maridhia akajibu kwamba nitakujibu. Sasa JF akaniambia kwamba unaona, mwenzako na miadi yake ya uzinzi tu. Sisi tuliookoka hatuwezi kuambiana tukutane kesho. Maridhia aliona aibu, akasema kwamba niache kaka, mimi nitawaingiza mtaroni aisee. Pandeni gari tuondoke nikapeke. Basi kaka akamwambia kwamba haya, twende. Sasa tukiwa kwenye gari nikaanza kuwaza. Hivi kuokoka maana yake si kumfuata Yesu? Ndio nikakumbuka katika mahusiano kuna swala gumu la nini? La dini. Nikamgeukia JF na kumuuliza kwamba hivi baby, nyie ni dini gani? JF akajibu kwamba sisi ni Wakristo. Nilishtuka na kusema kwamba hapo ndo nikakumbuka msikilizaji ile kauli ya sioni, sisikii wala sifanyeje, yani ile kauli ya kudata kufall love kwenye mapenzi kwamba ni sioni kwa penzi lako sisikii. Oh baby please. Yani nimeingia kwenye mahusiano rasmi bila kuzingatia kitu cha muhimu sana kiitwacho nini? Dini. Sasa nikamuuliza JF ya kwamba kwanza unajua mimi ni dini gani? JF akasema wewe ni Muislamu au? Nikasema JF, kuna jambo gumu linaenda kutokea. Baba yangu hatunielewa itakuwaje? JF alinitazama kwa mshangao. Sasa hivi unaongelea nini? Au si mambo kuzungumza mimi na wewe tukiwa sehemu tulivu. Sasa kwa nini unaongea hapa? Nilikaa kimya, ila nilishaona kizingiti kikubwa tena mbele yangu. Mungu wa muhimu, mume wa muhimu,
na mimba tayari nayo. Halafu sasa kibaya zaidi, yeye anaeleweka kiuchumi mno. Tulifika nyumbani, kulikuwa na nyumba ya ghorofa moja, tukaingia ndani. Kulikuwa na kijana mmoja hivi na msichana mmoja humo ndani ambao walikuwa ni wafanyakazi. Pia kulikuwa na mtoto ambaye ni mdogo sana. Alipomwona JF alimrukia akaita daddy, alikuwa ni mtoto wake. JF akambeba, mtoto akamuuliza kwamba Zadu ulizoniahidi ziko wapi? JF akajibu, oh my god, nitakununulia kesho. Kuna mbona unisamehe sana my daughter. Basi akachukua noti 5,000 na kumpatia, akaambia kwamba nenda kachukua chochote kwa ajili yako. Mtoto alifurahi na kujibu asante. JF akamweka chini na kumwacha. Mtoto akakimbia chumbani, nafikiri ni kwa ajili ya kwenda kuficha pesa yake. Maridhia akamwambia yule mfanyakazi wa kike ya kwamba ulishaandaa vitu vya kupika? Huyo mfanyakazi wa kike akajibu kwamba ndio, kila kitu kiko tayari. Basi Maridhia alipita moja kwa moja mpaka jikoni, alafu JF alinishika mkono na kupanda pamoja mpaka juu ya ghorofa, yani kule ghorofani, yani kulikuwa na sehemu ya kukaa pia ambako tulikaa tukaanza kuongea. Nilimuuliza kwamba wewe unalalaga huku? Chumba changu ni cha kulia hiki na cha kushoto huko ni cha Maridhia. Sasa wewe utalala na Maridhia huku juu, umesikia? Mimi nikajua nitalala na wewe. Wewe haitopendeza. Basi akanieleza, nikamuuliza kile kitu ya kwamba mimi sina amani, nimepatwa na hofu juu ya dini. Akanishika mkono na kunivuta, nikainuka, akanipeleka chumbani kwake. Ile tumeingia ndani, chumba kimepangwa vyema sana. Nafikiri ni Maridhia baada ya kujua kuna ugeni. Akaniambia hebu fungua kabati hapo. Nikafungua kabati la nguo. Nilipochungulia ndani nilikutana na nguo tofauti tu. Kushoto kukiwa na suti na kulia kulikuwa na kanzu. Zingine zimening'inizwa na zingine zimekunjwa vyema. Nikamuuliza kwamba unamaanisha nini? Akanijibu, mimi ni Muislamu. Kweli? Ya, kwani ukujua? Huu ni hata tukikutana na kusisitiza kujistiri. Sasa mbona mama yako ametuombea Kikristo? Mamangu alikuwa ni Mkristo, akaolewa na baba Muislamu. Baba alifariki, lakini pia mama alikuwa anasumbuliwa sana na vitu vingi, magonjwa, majini na kadhalika. Akasema yeye anataka kurudi kwa Yesu wake, ndiko anahisi alikuwa anaipata amani. Sasa mtu mzima kweli umpangie dini, Ndo akarudi katika dini yake, lakini alitusisitiza sisi tuwe na maamuzi yetu wenyewe. Hivyo hakutulazimisha sisi kumfuata. Alafu pia sisi tumelelewa katika njia mbili, kwa hiyo tunaishi yani kama neutral tu, yani si unaonaga hata tu namna anavyokaa kwa hiyo sisi ni, naweza nikasema sisi ni Wakristo. Yani dini zote mbili tumezishika, ila mimi natambulika kama Muislamu kamili, wala usio na shaka. Thank you. Asante baby. Basi nimkumbatia pale. Sasa shida yule mwanaume nilikuwa nikimbusu tu mdomoni hivi, alikuwa sasa anang'ang'ania sana. Basi tukasikia mlango umegongwa. Maridhia akaita bro. Kaka yake akaitikia naam. Maridhia akasema nimewawekea vinywaji hapa nje, mkitoka mjinafasi. JF akajibu sawa daktari. Kisha akaniambia kwamba tutoke sasa. Si usharidhika ama? Basi tukatoka mpaka tukafika sebuleni, kulikuwa kuna wine pamoja na juice. Akaniambia kwamba tunywe juice, alafu pia nadhani tutakuwa umeridhika kuwa mke wangu, si ndio? Kesho asubuhi na mapema ukitaka tufunge ndoa mimi niko tayari. Come on. Wewe ni malkia wangu, mimi siwezi kukuoa kienyeji, nataka tukafanye bonge moja la party. Alafu honeymoon tunaenda Dubai. Wow. Fanya haraka beba. Yani alafu unajua tena haitakiwi mimba ikue. Mapema tu ndani ya mwezi huu au mwishoni mwa mwezi huu. Basi msikilizaji, mimi nikajua mambo yanaenda kuwa safi baada ya muda mfupi tu. Nikamwambia kwamba natamani sana kuona siku hiyo ikifika mapema na kila kitu kaenda sawa. Basi mimi nitoa simu yangu, nikafungua message za Rozi, nikamwambia JF, naomba unisaidie kusoma hizi message alafu uniambie nimjibu vipi. Basi JF alipokea, akaanza kuzisoma. Huu ni Rozi wa pale ofisini ama? Unajua msichana ni kama mchawi hivi, Yaani ana wivu sana na mimi. Ina maana mlishawahi kudate? Ni kweli tulishawahi kuwa naye. Nishawahi kuwa naye ndio. Ila baadaye nilimfumania na mwanaume mwingine. Nikataka kumfukuza kazi, akasema nimsamehe hata kama simtaki tena kimapenzi basi nimwache afanye kazi. Sasa mimi nimekaa pale, ameona sina time na mwanamke, umekuja wewe wa type yangu,
anaanza kuona wivu, wivu sasa sijui unatokea wapi Saa nyingine hata simwamini, na ndio maana nimemfukuza pale, maana mwishowe sasa anaweza kuleta matatizo kwenye kampuni na kuichafua. Ulimfuma kweli au ndio ulala naye ukamtelekeza? Mimi siwezi kudanganya. Jeff alijibu hivyo huku sasa akinipatia simu, lakini ghafla tu ukaingia ujumbe, akausoma na kuniambia kwamba kuna mtu katuma pesa hapa, sijajua ni nani. Pesa? Nilishangaa msikilizaji, huku sasa nikipokea ile simu, kwani sikuwa na miadi ya mtu yoyote kunitumia pesa. Nilipoangalia hivi ni shilingi 75,000 na imetoka kwa wakala. Huyu atakuwa labda amekosea. Kama amekosea atarudisha tu, kama hajakosea atanipigia simu anielekeze ni nini. Basi mimi nikaweka simu mezani. Jeff akaniuliza kwamba una uhakika hujuni? Kabla hajamaliza sentensi yake, simu yangu iliita na wote tulitazama. Alikuwa anapiga alikuwa ni baba. Baba ananipigia. Jeff alibaki kunitazama tu. Vipi, nipokee? Ya, pokea. Basi mimi nilipokea. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam Brian. Vipi, unaendeleaje? Niko salama sana babangu, niaje? Tuko salama kabisa. Kuna pesa hapo nimekutumia kutoka kwa wakala Juma kazi yako, umeiona? Kumbe ni wewe baba. Mimi ndo nimetuma. Ukajua umeokota embe chini ya mnazi Ya baba, nibaki kushangaa tu. Pole sana bwana, ila nimekutumia ni nauli hiyo. Unapaswa ujiandae kesho Jumamosi au kesho kutwa Jumapili uje nyumbani. Kuna mambo mimi na mama yako hapa tunataka tujadili na wewe. Baba, nyumbani kuna shida nyumbani? Hakuna anayeumwa wala msiba, ila tu mimi nataka tuje, kuna mambo ya kujadili kati yako wewe na sisi wazazi wako. Baba, mbona ghafla sana? Nafikiri nauli inatosha ya kuweza kukufikisha hapa, si ndio? Sawa baba, nitakutaarifu. Baba alinitakia usiku mwema, halafu alikata simu, kisha nikaiweka simu mezani kwa nguvu na kuegemeza kichwa changu kwenye mkono uliouegesha mezani. Jeff akaniuliza kwamba vipi, kuna shida? Baba, nataka niende nyumbani kesho au Jumapili. Kwani ndiye kanitumia ile pesa kama nauli. Kuna shida nyumbani? Hakuna shida yote nyumbani, ila kuna vitu anataka tu kudiscuss na mimi. Huwa babako anafanya kazi gani? Babangu anapambana tu na kilimo. Msikilizaji, kichwani nilimficha, kwani pia babangu ni mtaalamu wa tiba za asili, yani mshua ni mganga wa kienyeji. Okay, sijali, wewe nenda tu nyumbani ukawasikilize. Pengine wanaweza kukupa mawazo atakaofanya maisha yako yakawa bora zaidi. Ila baby, ukienda huko kumbuka kwamba ninakusubiri mwishoni mwa mwezi ujao ili tuweze kufunga ndoa. Ninalo hilo akilini, wala hata una haja kunikumbusha. Ila tu naomba uwe mkweli. Mimi siwezi kukudanganya bwana. Kwani unanipa amani sana ndani ya moyo wangu, kwa hiyo mimi siwezi kukuongopea. Kweli? Yeah. Basi bwana, nilimtumia baba message nikamwambia kwamba baba, ninaomba nije Jumapili. Mzee akanijibu hamna shida. Basi baadaye tulipata chakula na mimi niliomba kuoga kisha nilale, maana nilikuwa nimechoka hatari. Kujumlisha hasa jana hatukulala vizuri, kwani tulikuwa tu ni kwenye mipinduko tu. So mimi nikaenda chumbani, kuna master, nikaoga kisha nikaenda kulala zangu. Niliamka asubuhi na mapema, tukaenda kumuona mama. Around hii alikuwa anaendesha Jeff mwenyewe. Tukamchukua mama maana aliruhusiwa, kisha tuirudi naye nyumbani. Tukaanza kushirikiana mimi na Maridhia kufanya kazi za pale nyumbani. Alafu baadaye tulitoka na Jeff akasa sana anitembeza nipajue mjini kwao kidogo. Tulipofika mahali akaniambia kwamba kesho naondoka na ndege asubuhi sana, lakini vile vile sitamani sana tukae huku siku 2 nzima sijaiona. Nitabasamu tu na kumwambia kwamba unapenda? Ya kwako tu ndo napenda. Kwa hiyo sijata nisemeje, lakini mwenyewe unajua namna gani inavyonifanya nijisikie na amani sana. Na vituko wewe. Hapa jioni unaaga kama vile ndio unasafiri. Tunaenda mahali na kuadhibu, kisha saa 7 na kuacha ulale, alafu mimi narudi nyumbani. Asubuhi mimi nitakufuata nikupeleke uwanja wa ndege, sawa? Sawa baby. Basi tulienda kukata ticket kisha tuirudi nyumbani. Tukakaa mpaka mida ya saa 11 jioni. Akatoa taarifa kwamba natakiwa kuondoka. Basi nilimwambia mama kwamba mimi naondoka na nitarudi kipindi kingine. Mama akanishika mkono na kuniambia kwamba Mungu aliye hai akutangulie. Ukirudi kipindi kingine usije hivi, njoo ukiwa ni mke halali, sawa? Nilicheka kwa aibu na kusema kwamba mimi niko tayari, na
kijana wako tu mwenyewe ndio ni kama hajaamua. Akiamua tu utaniona hapa. Mama akasema usijali, nitamshauri asiache mwanamke mzuri kama wewe. Basi JF akacheka tu na mimi nikabaki kucheka. Tukamwaga mama pale na watu wengine wote, alafu tukatoka na gari. Hapo sio kwamba eti tunaenda safari, bali tunaenda hotelini tukaagane. Basi tukaenda mpaka mji mmoja hivyo akishua. Unajua kuna wale maeneo kila mkoa unakuta wana kama tajiri tupu. Sasa hapo ndipo nilipopelekwa. Mpaka kabidi sasa nimpe maua yake, nikamwambia kwamba tangu niwe na wewe umenifanya nini ajue maisha ya kifahari sana. Kwa hiyo sitokuangusha. Kila mwaka nitakuwa nakuzalia madume tu. Kwa hiyo naomba unioe haraka. JF alitabasamu na akasema ya kwamba cha kushangaza tumekulana mara 2 tu kwa siku zote ambazo tumefahamiana. Basi mimi nilicheka tu. Huku sasa nikiingia ndani ya chumba cha hoteli ambayo ni ya kifahari sana. JF akaniuliza kwamba vipi, tuagize msosi sasa hivi au tusubiri kidogo? Nikamwambia kwamba chakula baadaye kidogo bwana. Mida ya saa 7 usiku ndo nilikuwa hoi bin taban. Tushaenda kama raundi 2 hivi, sasa alikuwa anaitafuta raundi ya 3 na mimi nikaa nipo kama ya 6 hivi. Nikamwambia kwamba baba inatosha. Basi kama dakika 10 hivi akaishilia usingizini, amekuja kukurupushwa na simu ya mdogo wake. Akaamka na kuipokea, akasema kwamba nimeishia kuangalia mpira tu huko mtaani bwana. Maidhia akasema kwamba mpira saa 8? Wewe unafuatilia ligi za Amerika Kusini nini? JF akacheka akasema nakuja bwana. Kisha alikata simu na kuingia bafuni kwa haraka. Mimi sasa nikaa nashuhudia yote, japo robo 3 ya akili ipo usingizini. Dakika 3 nyingi alishatoka akijifuta na tolo, kisha akaniambia kwamba tiketi na kila kitu kipo hapo. Asubuhi nitakufuata nikupeleke airport. Nilijibu tu kiuchovu nikasema sawa. Basi akaniambia kwamba amka ufunge mlango. Nikajibu haya. Ila mimi niendelea kulala. Akanitikisa kwa nguvu akaniambia wewe, amka bana. Niliamka sasa nikipiga miayo, nikashuka na kwenda kufunga. Yeye akaondoka zake na kuniacha peke yangu. Nilala nusu ningepitiliza kama sio yeye kunigongea mlango, wala nisingeamka. Nikaoga haraka nikawahi airport. Nilipanda ndege na kufika nyumbani saa 5 asubuhi. Watu wakashangaa, wakasema mbona umefika mapema namna hii? Ulikuja na usafiri gani? Nikasema cha muhimu jamani, si nimefika ama. Basi tukasalimiana pale nini, story 2-3 na majirani zetu ambao tumeishi nao tangu utotoni. Kwa hiyo ikawa ni furaha sana msikilizaji. Saa 12 jioni ndipo baba yangu na mama yangu walipoamua kuweka kikao na mimi. Mwanangu, sasa umeshakuwa mtu mzima. Na ujue kwamba wewe ni mtoto wa kike na ni mtoto wa Kiislamu. Sasa ili kujiepusha na zinaa inabidi uwe na ndoa yako halali. Msikilizaji, nilishtuka kidogo na kusikiliza kwa umakini zaidi. Mwanangu, kuna barua yako hapa ililetwa hapa. Kuna mtu alikuja kukuposa anaitwa Rashidi Fadhili. Si unamfahamu? Rashidi huyo wa mama Fatuma? Haswa. Sasa sisi tumeshakaa tukaona mnaendana. Amesoma pia na ni mtu ambaye anayejipambania na ameishika dini. Vile vile ni mtu ambaye tunamfahamu tabia zake. Hivyo sisi kama wazazi wako tumeridhika na huyu akuoe mara moja. Baba, ndio hivyo bwana. Kwa hiyo toa neno lako wewe. Baba, mimi na mchumba wangu huko napokaa. Mna malengo gani? Tutaoana. Baba alikasirika mpaka rafudhi yake ya kimakonde kamtoka. Toto njinga sana wewe bwana. Huko unataka uendelee na zina, si ndio? Unataka uendelee kutumika tu mwisho wa kuzalisha na kukukimbia? Wewe kama kweli na malengo na wewe, kwa nini asije nyumbani mkalalisha mkaendelea mambo mengine? Yuko unafanya mambo ya kijinga sana wewe bwana. Lakini baba, kumbuka hatuwezi kurupuka tu kwa wana wakati hata tujajipanga, tujue tunaishi wapi, nini tunakula nini, na familia ikiongezeka tutaleaje. Ndio maana tukamuona Rashidi anakufaa. Kwani uchumi wake ameupangilia kwa namna ambayo ni nzuri sana bwana. Yeye anauza duka lake mwenyewe na wakala nao. Amepanga nyumba nzuri tu. Sasa kwa nini ukae na mtu ambaye hana mbilo la nyumba bwana? Msikilizaji, nikajisemea moyoni, light wangejua niko na bilionea wala wasingesema hivyo. Sikutaka kurupuka sana msikilizaji, niwaambie kila kitu hapana. Basi naomba kabla sijajibu basi niweze kuwasiliana naye, nimuombe kila kitu ninachokitaka ili atoe na yeye mawazo yake.
hebu niandike majina yake matatu hapa. Babangu alichukua karatasi na kalamu na kuniambia hivyo. Nikajisemea moyoni hapa asije akaenda kumroga kaka wa watu. Maana saa nyingine mtu anaweza kurogwa akachanganyikiwa hadi uchumi akashindwa kuusimamia vyema. Yaani majina unataka kuyafanyia nini baba? Mimi sitaki kumfanyia madawa mchumba wangu baba. Mimi nataka tu anipende yeye mwenyewe kwa akili yake timamu. Hapana bwana, mimi sifanyi hivyo bwana. Ila mimi nataka tu kujua kama mnaendana au hamwendani. Hapana baba, majina yake mimi sitaweza kupatia, lakini ni mtu anayeeleweka na ana uchumi mzuri. Hata sasa hivi tu mimi naweza kumpigia simu nimwambie atume kiasi chochote cha pesa na akatuma. Baba alinitazama kwa jicho la husda. Sasa wewe kwa vijana hao wa miaka 90 na 2000, haiwezekani bwana. Baba mimi nitajaribu, hebu jaribu tuone. Nikachukua simu na kumpigia Mr. Jeff na hofia asije akanidhalilisha. Akapokea haraka sana. Hey baby, wow, ndio nilikuwa hapa nataka kupigia muda si mrefu bwana. Najua hivyo lakini niko na baba hapa, kuna mambo tunajadili. Samani, naomba nikusumbue kidogo. Hebu weka loudspeaker bana tusikie. Usijali malkia wangu, wewe chochote tu kwa ajili yako. Nina shida na 2.5. Nisamehe sana, ninatumia hela zako bila kukuingizia chochote. Ni lazima usitumie mama, Sasa sina zitafuta kwa ajili yako, ama? Kweli? Yeah. Umesema 2.5 nikuwekea kwenye namba hii ama? Ndio baby. Basi mara moja nakuwekea, then ukishamaliza kuongea na baba, ninaomba unitafute tuongee kidogo. Nimekumisi sana, okay? Okay baby. Msikilizaji, nilipokata simu babangu alinitazama. Nilikuwa namridhisha tu kwamba sipo na mjinga. Na kweli haikuchukua hata dakika nzima nilipokea 260,000 nikamwonyesha baba akuamini aise. Huyu mtu ni kabila gani huyu? Na asili ya Kichaga ila amekulia Arusha. Basi huyu mtu anaweza kama mtu ni sahihi bwana, Maana anaonekana hana mambo ya longolongo bwana. Basi sawa, tutaangalia nyota zenu kama zinaendana. Kama haziendani basi kuna namna tutazisawazisha tu na kuziweka sawa. Baba hilo usije ukamroga mtoto wa mtu. Hapana bwana, mimi siwezi bwana, ngoja niende. Basi dakika chache baadaye mzee yurudi. Katika nyota 12 za kila binadamu, basi huyu Juma Fadhili Francis amebaki na nyota 7 tu. Na nikizilinganisha na za kwako bado naona kama muendani kabisa wani. Nilishangaa kumuuliza umeajuaje majina ya kaka wa watu. Kumbe babangu aliposoma ule ujumbe wa muamala alichukua na majina ya yule kijana akaenda nayo kwenye chumba cha tiba akafanyia mambo na baadaye ndo airudi akasema hivyo. Basi nilipogundua alichofanya baba, niliona kabisa kwamba Mr. JF anaweza pitia mambo magumu. Baba, kwamba unataka kusema ni nyota zetu ziendani? Kiukweli kama ukioana na huyu mtu na hata mkiwa na mahusiano mtakuwa mnapitia changamoto nyingi sana. Mfano kukosa watoto, kuumwa mara kwa mara, ajali na matatizo mengine mengi tu kama vile wazazi wako kuumwa, kufa au ndugu za upande wote pia anaweza kupata matatizo kulingana na mahusiano yenu. Baba usikute unafanya yote ili tu niolewe na Rashidi baba. Mimi siwezi kufanya hivyo bwana. Mimi nahitaji tu na furaha binti yangu. Mimi nataka uwe na furaha kwenye maisha yako bwana. Lakini huyu atakupa furaha ya mapenzi. Ila kila siku mtahangaika kutafuta namna ya kutatua matatizo. Msikilizaji, maneno yale aliniweka kwenye msongo wa mawazo. Na nilipotafakari nilianza kukumbuka jinsi matatizo yametokea haswa upande wa JF tangu tulipoanza mahusiano. Alishatekwa, akapigwa, lakini vile vile mama yake ni siku 2 tu zimepita tangu alipotolewa hospitali. Basi huzuni ilinijaa na kujikuta naumia sana. Niliendelea kuwaza na kuwazua ila bado sikupata jibu. Giza likawa limetanda. Cha jioni sasa kile kikaandaliwa pale tukala. Kesho yake niliwasiliana na Mr. JF na alisema nasafiri siku hiyo kurudi mjini na nilimwambia achukue tahadhari kubwa kwani changamoto ni nyingi sana. Akauliza kwamba mbona tangu ufike huko umekuwa mpole sana? Vipi, kuna shida gani? Na hakuna shida, lakini baba tu na mama wamenihusia sana, wanahitaji niolewe siku za hivi karibuni. Hata hivyo nimwambia kwamba na mtu anayenifaa, wasije wakanichagulia mwanaume mwingine. Hivyo jitahidi basi kuja nyumbani utoe mahari na posa baba. Hamna shaka, nitafanya hivyo. Lakini inabidi uje kwanza tukae tujuane, yani tujue kwamba tunaendaje, yani usiwe na wasiwasi. Basi sawa, mimi nitakutaarifu kama nitakuja lini huko. Basi baada ya siku 5
Bado baba hakuniruhusu niondoke. Aliniambia niendelee kukaa kidogo sasa nikitafakari hatima yangu. Nikana tafakari, lakini kila mara nilikuwa nawasiliana na JF akinisi nirudi kwa sababu alinimisi sana. Nikiwa nimejilaza kitandani bwana, usiku kama saa 8 hivi, nikasikia mlango umegongwa. Na sauti ya mama ikasikika ikisema ya kwamba Raya, inaweza kuja ndani? Nikamjibu karibu mama. Mama akaingia, akaufunga mlango kisha akaja kuketi kitandani. Sasa mimi nilikuwa nimejilaza tu, nilikuwa na chat na JF. Niliweka simu pembeni kisha nikakaa tayari kumsikiliza. Mama akaanza kuongea kwa sauti ya busara, tena sauti ya hafifu ambayo isingeweza kusikika nje ya nyumba. Mama alisema ya kwamba mwanangu, mbona kama sikuelewi? Nilimshangaa mama na kuuliza kwamba unielewi kivipi? Mama akasema vipi, una mimba? Msikilizaji, nishtuka na kutoa macho, nikawa sasa namshangaa. Nimejaribu kujificha na vaa baibui, najitahidi kula kila kitu na kuepa kichefuchefu mbele zao, lakini bado mama alikuwa amenishtukia. Nilishangaa nikasema kwamba mama, mimi ndio una mimba Ina maana na umri wako wote umeshindwa kujielewa kwamba una mimba? Nikaamua nimkane, maana nilijua nitafurani kwetu kuzaa kabla ya ndoa. Mama, mimi sina mimba, jana tu nimemaliza period. Mbona unanidanganya, si ndio? Mama akainuka na kufunga vizuri kanga yake. Ninaenda kumwambia baba yako. Sasa ole wako. Nilimwahi mama mkono, nikamshika maana nilijua tu timbwili la baba yangu. Nikamwambia mama kwamba mama, hapana, naomba usimwambie baba. Si ni kweli unayo sasa, si ndio? Una mimba Niitikisa kichwa kumaanisha ndio. Haya, ikawaje ukashika mimba kizembe msomi kama wewe? Mama, nijichanganya tu kidogo kwenye kalenda mama, lakini mwanaume amesema atakuja kuniposa mwishoni mwa mwezi huu. Wewe. Jitahidi sana baba yako asijue. Si unajua mkiharibika mimi ndo naanza kulaumiwa. Hujui dada yako alifukuzwa hapa nyumbani tangu alipopata mimba? Nilikubali kwa ishara na mama anaendelea kuzungumza. Halafu dada yako ndo analazimisha ukae huku uolewe. Hivi kwani hivi kwanza nyie mna ugomvi ama? Na dada anataka niolewe huku, kasema hivyo. Ndio, alisema kwamba umeharibika, unatembea na uume za watu mjini. Na nimekuja kuamini mpaka mimba unayo. Mwanangu, nilijua wewe ndio utakayeniwekea heshima. Ila sasa naona kama tayari umeshaniangusha. Mama, sio kweli mama. Mimi sijatembea na mume wa mtu mama. Huyu ananionea hivyo tu bwana, kisa mwanaume nile naye ni mwanaume mwenye mafanikio. Mbona nasikia huyu mwanaume alishaoa mara 2? Na ana watoto zaidi ya 3. Huoni ana matatizo? Iweje ndoa zote zimshinde? Dada tu amenifiti mama, ila sawa. Sasa usije ukamwambia nimekuambia haya mambo. Lakini kwa makini. Kwanza mimba ina miezi mingapi? 2 kasoro. Mwambie harakishe. Akichelewa toa hiyo mimba. Sitaki nidhalilishe mimi. Msikilizaji, ni baki sina hata cha kusema. Mama akainuka na kuondoka zake. Nijaribu kuwaza na kuwazua. Nikagundua dada yangu ni adui yangu. Nikajua kabisa dada anaumia kwa sababu naye anatamani kuwa na JF. Nikajisemea moyoni ya kwamba kama ni yangu tu. Basi nikaendelea kuchati na JF mpaka pale usingizi uliponipitia. Kesho yake mida ya asubuhi mida ya saa 2 nilikuwa naenda mtaani sasa kutafuta vitafuno bwana. Nikasema ngoja nimpigie JF anipe company nikiwa sasa natembea barabarani. Mr. JF akapokea na kusema kwamba mke wangu Rayu ni binti Saidi, mambo? Yes my husband, umemka poa? Yani mamka vizuri na nimechelewa leo hatari hapa niko njiani, kuna foleni vibaya mno. Nataka niwahi ofisini. Pole sana baby, ulichelewa sana kulala wewe ulinichatisha sana muda mrefu. Alafu chati zako sasa zilikuwa ni tamu kiasi kwamba ni hata baada ya wewe kutokujibu message niliendelea kuwaza vitu vingi kuhusu wewe. Na hata kwanza haikulala kwa haraka maana ulifanya simama ikiwa 5G. Mbona kusema sasa kama mambo ni 5G huko? Ningekwambia sasa ungeendelea kunitesa tu. Na napenda kuona ukiwa unateseka. Sawa bwana, mimi nakupenda sana Malkia wangu. Nakupenda pia mume wangu. Msikilizaji, lakini ghafla nikasikia kwenye simu. Yani ni kama mlio fulani hivi wa kitu kimegongwa alafu vioo vikapasuka. Nilishtuka na kumuita baby. Kimya kikatanda. Nikasita kidogo na kumuita Mr. JF. Maneno yani nilimuita kama majina yote ya mshtuko kwamba mume, bosi, uko salama, yani vitu kama hivyo. So nikaanza kusikia kelele zimefika pale, yani kama watu wanalumbana hivi kwamba wewe vipi, wewe unaendeshaje gari kipumbavu, siji wewe mtoe huko, wewe ameumia wewe. Yani umeona kelele kama hizo. So nikabaki najiuliza nini kimetokea. Mara simu yangu bwana ikakatwa. Nikapiga tena ikakatwa. Nikaanza tena kupata msongo wa mawazo.
Nilikimbia dukani nikachukua vitafuno, nikarudi haraka sana nyumbani, kisha nikampatia mama, nikaenda kujifungia chumbani. Hapo sasa najaribu kumpigia hapatikani. Aise, nikajikuta nalia tu. Najiuliza amepata ajali au. Sasa nikampigia simu Madam Chef kujua ukweli. Madam akapokea, akanisalimia, ila naye alikuwa ni hai yani ni kama wewe mwenyewe, yani ni kama kuna taarifa fulani, ni kama hivyo yani. So akaniambia kwamba Rayuni mwanangu, unaendeleaje? Nikasema niko salama. Vipi huko, kuna usalama? Madam akaniambia subiri na kupigia. Naye akakata simu. Nikachanganyikiwa zaidi. Sasa nikabaki najiuliza nimtafute nani sasa. Ndipo nilipokumbuka kuna Hakim, yule dereva wangu. Nikampigia, yeye akapokea. Nikasema Hakim, mambo vipi, Jeff yuko wapi, mbona pokea simu? Hakim akaniambia kwamba Jeff kapata ajali, amewaishwa hospitali, hali yake ni mbaya. Msikilizaji, niliweka mikono kichwani, nikainama na kuanza kulia, nikisema kwamba hivi nina mikosi gani jamani? Yaani kaka, watu wanateseka kwa sababu yangu. Basi nikaanza kuangua kilio cha hatari. Yaani sikujua hali yake ikoje. Nilipata hofu kubwa sana. Msikilizaji, kabla sijaendelea na story, kumbuka naye kusimulia hii simulizi ni Lucas Lumbas na tunaimalizia hii story. Lakini hebu naomba nikuulize, mpaka dakika hii unahisi JF na Raya wanaendana kweli? Na usije ukakataa, kwa sababu ukute hata wewe kuna mtu ulishawahi kuingia naye kwenye mahusiano, na baada ya kuingia naye kwenye mahusiano tu mambo yakaanza kuwa si mambo. Kuna swala la nyota ndugu yangu. Kuna mtu ukiwa naye tu yani mambo yanafunguka. Kuna mtu ukiwa naye tu changa baridi sio changamoto. So tunasonga mbele. Raya anasema kwamba nilitoka ndani kama kichaa. Nikachota maji, nikawa sasa naenda kuoga. Baba alikuwa anaongea na wateja wake waliokuwa hapo. Sasa baba akaniuliza kwamba wewe Rayuni una shida gani? Nikasema hapana baba. Baba akasema kwa nini usalimii watu? Shikamoo. Wakaitikia, kisha mimi nikaelekea bafuni, nikaoga haraka na kurudi chumbani. Nikaanza kuvaa nguo zangu. Hapo sasa akili inaniambia niondoke nirudi kule nikamwone nani? JF. Sasa nilipomaliza, nilipakia nguo zangu haraka kwenye begi na kutoka nikiwa sana begi mgongoni pamoja na mkoba mkononi. Baba na mama wakanishangaa, wakauliza kwamba vipi, mbona na mabegi saa hizi, unaenda wapi? Aliuliza mama. Nikasema kusasa machozi kinilengalenga, nikasema kwamba narudi kazini. Kazini? Kivipi sasa? Mbona hata utoi taarifa mapema tu unajiondokea tu Baada ya baba kuuliza hivyo, nikasema kwamba nimepigiwa simu ya ghafla na natakiwa kuondoka kwenda kazini. Basi simu ya mama ikaita, akaichukua na kutazama, akapokea na kusema kwamba Hamida, umeamkaje? Nikajua dada amempigia. Sasa mimi nikaa nimesimama kama sanamu, hata sijui nifanye nini yani. Ila nataka kumuona kwanza JF, ndo akili itulia. Sasa mama akasema kwamba ndio. Alizidi kuendelea kuongea na simu na akachepuka kidogo na kuelekea uani. Mimi niko pale nalia tu. Baba akaniuliza kwamba kilichokuleta bado hakijakamilika bana. Sasa kwa nini unataka kuondoka? Baba, naomba tu niondoke. Mimi nakuahidi baba, nitarudi siku sio nyingi. Baba akaniangalia, akawa anashindwa hata kunifokea kwa sababu yuko na wageni. Mara mama akatoka uani na kunishika mkono na akanivuta ndani, akaniuliza kwamba wewe unalilia nini? Sikumjibu, nilibaki tu kimya. Haya, nenda nitaongea na baba yako. Kumbe wakati huo dada yangu alikuwa ameshampa umbea kwamba JF amepata ajali asubuhi akiwa anaenda kazini. Basi mimi nitoka haraka na kumwambia baba ya kwamba tutawasiliana. Alafu kwa kuwa sasa kulikuwa mbali na stendi, ilinibidi sasa nichukue bodaboda barabarani. Nikamwambia niwaishe stendi na safiri na mabasi ya mikoani. Basi boda akafanya hivyo, nikafika stendi. Nilikuwa sina ticket, lakini kwa bahati nzuri nilikuwa nilipata gari ambayo iliondoka nusu saa baadaye. Nayo ilikuwa imebakia tu siti moja tu. Nikapanda na safari ikaanza. Ile gari sasa ilivyokuwa mbovu nilichelewa sana kufika Dodoma. Nikawaza bora hata ningepanda ndege, na hela ya nauli ingetosha tu vizuri. Lakini nilikuwa nimechanganyikiwa. Kwenye gari nilikuwa ninalia kama vile naenda kwenye msiba. Kumbe ni kwenda tu kumuona Mejerui ambaye ni bibi wangu. Nilipofika niliingia ndani, nikamkuta dada amekaa anamsuka mtoto wake sebleni. Akashangaa na kuniuliza mbona nimefika ghafla na nimerudi bila taarifa. Nikamwambia kwamba nilishindwa kuvumilia, nimechoka maisha nyumbani, nimeshtushwa na ajali ya JF. Basi dada alinipatia pole, japo nilijua tu ni mnafiki tu, lakini sikuwa na namna ya kufanya. Niliingia chumbani kwangu, nikaoga, nikalala. Kwanza hata sikula. Siku hiyo nzima sikula na hata njaa sikuwa nayo. Asubuhi saa 12 niko njiani na wahi hospitali. Nataka niende nikamwone JF, nataka nimuone angalau tu nafsi iridhike. Simu yake tangu jana ilikuwa haipatikani. So nimefika ile hospitali hivi bwana, nikaambiwa kwamba JF hataweza kuonana na mtu yeyote kwani yuko ICU. Baada ya taarifa niliogopa sana na kwanza kulia. Nikajua mtu ambaye yuko ICU atakuwa
yupo kwenye mstari mwembamba sana wa kifo na uhai. So nikampigia Madam Chef. Alipofika tu hivi akaniambia kwamba pole sana, umekuwa mwaka wa mikosi sana kwa JF, lakini atarudi kwenye hali yake ya kila siku na ataendelea na majukumu. Basi nikamuuliza kwamba vipi, amevunjika? Madam akasema hakuna taarifa ya kuvunjika, ila amepoteza damu nyingi sana, uso wake umeharibika, pia kifua aligonga kwenye usukani, maana kuna mtu aligonga gari yake nyuma kwa nguvu sana. Nikasema Mungu wangu, atapona kweli? Madam akasema atapona, usijali. Basi tulikaa pale tukisubiri taarifa yoyote. Baadaye sasa tukaambiwa damu iliyopotea amewekewa, lakini inahitajika kuchangia ili sasa kufidia ile iliyotumika. Nikainuka haraka na kusema ya kwamba mimi natoa damu, hamna shida. Basi Madam Chef akanishika na kuniambia kwamba kaa hapo, wewe ni mjamzito, huwezi kuchangia damu. Nikauliza kwamba kwa nini sasa? Akasema ya kwamba ndivyo ilivyo, mjamzito hawezi kuchangia damu. Basi baada ya muda maridhia alifika. Aliletwa na hakimu, lakini walifuatana na watu wengine pia. Sasa walipoelezwa kuchangia damu, wala hata hawakusita. Walimpenda sana JF, wakachangia, lakini mimi sikuruhusiwa kuchangia. Nilihuzunika tu, nilitamani hata japo mara moja tu niweze kuchangia damu. Basi baada ya wiki JF alikuwa ameshatolewa ICU na alikuwa anaendelea vizuri. Nilipofika hospitalini kumuona, alisema ya kwamba naomba kila mtu ondoke, aniache mimi na Raya, kuna vitu nataka kujadili naye. Basi wakatoka wote. Nilibaki naye nikimuomba msamaha sana. Nilimwambia kwamba naomba unisamehe, nilishindwa hata kukuchangia damu na niliambiwa ni kwa sababu ni mjamzito, so siruhusiwi kuchangia damu. Ondoa shaka, ulichokibeba tumboni ni kitu special sana. Unajua damu inapatikana kwa kila aliye hai na inaweza changiwa na mtu yote, lakini sio kila mtu anaweza kunipa zawadi ya mtoto. Ni kweli, lakini JF mimi nahofia. Hofu yako ni kwa nini? Kabla tujawa wapenzi, mimi sikuwahi kukuona ukipata matatizo, ila tangu niwe na wewe kila siku ni majanga tu. Mimi najisi kwamba na mkosi na nakuletea mikosi, naomba unisamehe. Alitulia kimya akiniangalia. Alikuwa anatafakari kitu. Hakujibu, bali aliguna tu. Kisha akageuzia shingo na kuangalia ukutani. Naomba unisamehe sana. Hujanikosea, kwani wewe ndiye umeamua mimi nipitie haya. Najua unatamani kuniona nikiwa na furaha kila siku, lakini haya yanatokea. Mimi naogopa. Rose alishaniambia mimi na mikosi. Achana na maneno ya watu. Yaani unajua kama itatokea tena basi mimi nitaenda mbali. Mimi sitotaka tena kuletea matatizo. Mimi nitakuacha tu na amani. Msikilizaji, muda wa kuona wagonjwa ulipoisha niliondoka, lakini pia nilipofika nyumbani nilipigiwa simu na babangu. Akana niuliza kwamba JF anaendeleaje, maana alikuwa anajua kwamba alipata ajali. Nilimwelezea hali halisi na baba akaniambia kwamba kumbuka nilikwambia huyu mtu ukiwa naye mtakuwa na majanga sana. Nilimwambia baba ya kwamba kwa ajili ya furaha ya mimi binti yako baba unanisaidiaje? Baba akasema ngoja niangalie alafu baadaye nitakujuza. Basi alikata simu yake. Kisha mimi niliendelea kukaa nikisubiri majibu baadaye. Hata hivyo haikuchukua muda, alinirudia baba na kuniambia kwamba nimejaribu kuangalia kitaalamu, lakini inaonekana huyu mwanaume amezingirwa na wanawake watatu. Bado anaonekana yeye ni mume wa mtu kiroho, ila kimwili walishaachana. Ukiachana na hayo yote, kuna mwanamke mmoja, ni msichana mdogo tu, amemuendea mahali, amemfunga vikali. Yaani hawezi kuwa na furaha katika mahusiano siku zote, na akilazimisha atapoteza maisha kabisa. Watatu, kuna mwanamke ambaye ni mtu mzima, ametumika sana kumwangamiza. Huyo mwanamke yeye amemfunga asije akapiga hatua kiuchumi. Kwa hiyo anatumika tu na wafanyabiashara wengine ili kuziba nyota yake ya mafanikio. Ndio maana imekuwa hivi. Msikilizaji, baada ya maelezo ya baba nilishtuka. Nilishtuka sana. Nikamuuliza baba ya kwamba kwa hiyo baba, ni kama nikiwa naye ninamfanya apate shida ili tu tukose furaha ama? Baba akajibu ya, mkiendelea kuna mmoja kati yenu atapoteza maisha siku za hivi karibuni. Sasa baba akaniuliza kwamba alafu huyo ni mfanya biashara, kwani hajui kujilinda? Nikamuuliza baba ya kwamba kwa hiyo baba, kama anawindwa kwa sababu ya biashara zake, mimi na mahusiano na nahusika vipi sasa? Baba akajibu ya kwamba unajua yeye anatumia njia iliyonyooka, yani Mungu. Sasa shida ya kumtegemea Mungu pekee ni kwamba anatakiwa awe msafi. Hivyo kitendo cha kuingia kwenye mahusiano na kuzini kinafanya kwa Mungu apoteze ulinzi, kwa sababu uzinzi unamchafua kwa Mungu ambaye haupendi. Msikilizaji, nishtuka.
Nikauliza kwamba kwa hiyo ndio. Baba akaniwahi akasema kwamba kwa hiyo mitego aliyowekewa ilikuwa inamsubiri, ilisubiri tu aingie kwenye mtego wa dhambi, na alipoingia ndo habari yake kaishia hapo. Laiti angejua angeoa bila kulala na mwanamke, hapo hakuna shida ingemtokea yote. Msikilizaji, nibaki tu nimegwaya. Baba aliendelea kusema ya kwamba kwa hiyo ndio hivyo mwanangu, lakini kama akiruhusiwa kutoka hospitali, hebu mwambie aje mpaka nyumbani. Nitahakikisha namwekea ulinzi wa kutosha. Nitamtoa kwenye vifungo vyote alivyowekewa, nyota yake itang'aa na hakuna adui anayeweza tena kumpata. Ila sharti moja tu, awe na ndoa halali. Nikajibu sawa, nitamwambia. Msikilizaji, nikafikiria, hivi kumbe mtu unaweza kawa tu na mambo yako, wewe ni mtu mtenda mema, unajali Mungu. Kumbe maadui nao wanakutaka kwa hali na mali, yani wapinzani wako unaofanya nao kazi ambayo inafanana na ya kwako. Kwa hiyo wewe kitendo cha kujikwaya tu, yani kujikosea tu kidogo, basi mitego anaweka maadui na kufika, kwa sababu unakuwa umeuondoa ulinzi wa Mungu. Toba. Basi siku zikazidi kusogea, wiki na nusu ikakatika. Mr. JF aliruhusiwa kurudi nyumbani na aliniomba mimi niwe karibu yake, niwe nampikia, namsaidia usafi pale nyumbani nini. Kwa kuwa mimi sikuwa na kazi ofisini, mimi sikujali. Nilikuwa naenda asubuhi narudi nyumbani nini. Lakini siku moja nilimwambia kwamba babangu aliposikia umepata majanga alihuzunika sana, akaniambia uende nyumbani ukipata nafuu, kuna mambo anataka kuzungumza na wewe na kuna vitu vya muhimu anataka mjadili wewe na yeye. Yaani niende mwenyewe, labda kama tuende wote. Hakuna shida, tutaenda. Basi akapanga ratiba zake, kisha baada ya siku kadhaa tulisafiri, tukaenda mpaka nyumbani. Tulienda na gari binafsi. Alikuwa anatuendesha Hakim, lakini pia kwenye gari kulikuwa na mtu mwingine ambaye alikuwa ni rafiki wa JF sana tu. Tulipofika nyumbani tulipokelewa kwa ukarimu wa hali ya juu. Sasa baba na JF wakajuana sana na walipiga gumzo kwa muda mrefu. JF alipogundua babangu anafanya pia tiba asili, alinicheka na kuniambia kwamba ulinificha, ulijua nitakuacha au vipi? Nitabasamu tu nikasema kwamba isingekuwa rahisi kukuambia baba ni mtu wa tiba asili bwana. Basi tukacheka, lakini baba alimuita na kumpeleka kwenye chumba maalum. Huku alikaa kama lisaa, halafu akatoka. Tulikaa kikao cha watu wanne, yani mimi, JF, baba pamoja na Hakim na huyo rafiki yake mwingine aliyefahamika kwa jina la Adam. Basi baba akasema ya kwamba amemalizana na JF chumbani, ila kama atataka kuwaelezea watu wengine kila kitu basi atawaambia mwenyewe. Kisha akasisitiza baba ya kwamba ingependeza kama JF angeamua kunioa ili tukirudi Dodoma tuwe na ndoa halali. Msikilizaji, kwanza unajua niliona aibu kwanza msikilizaji. Nikaona aibu nikasema sasa hapa watu si wataona baba ananipigia kampeni niolewe. Lakini JF akasema kwamba ninatamani iwe hivyo baba, lakini nilitaka tu nifanye party kubwa zaidi, iwe ndoa ya maana kwa heshima ya binti yako mzee wangu. Baba akajibu kwa busara akasema hizo sherehe kubwa ni kwa ajili ya ulimwengu tu bwana, lakini ndoa ni kwa ajili yako na Mwenyezi Mungu, ili tu kuepuka dhambi ya zina bwana. Unaifunga hapa kisha ukiondoka na mkeo mnaenda kufanya upatieni kubwa. Sherehe hata bilioni ni nyie tu bwana, ila hii itakusaidia wewe kuwa na kuepusha na mikosi ya hapa duniani. Sio vyema kula na kulala na mwanamke ambaye si mkeo anayetambulika na Mungu. Msikilizaji, niliona JF kama ameelewa kilichoongelewa, ila mzee alifafanua zaidi akasema ya kwamba sherehe ni kwa ajili ya watu waone, ili wathibitishe hii ni mali ya mtu, lakini ndoa inafanyika kwa siri na mashahidi wachache. Hapo mtakuwa na amani, hata mkisema msogeze sherehe mbele, lakini mtakuwa huru kuishi mnavyotaka kwa amani, mkiamini nyie hamtendi kosa tena. So JF alivuta pumzi kisha akasema ya kwamba naomba nijadili na wenzangu alafu tutakwambia asubuhi. Baba akasema sawa. Basi baadaye kidogo mimi na JF tulijitenga, yani upande wa nje ya nyumba kidogo kulikuwa na kabenchi fulani hivi, so tulikaa, nikaa na mtazamo usoni tu. Hivi ulibeba ile mafuta ya kuondoa makovu usoni? Baada ya kumwambia JF hakukumbuka. Nikamwambia kwamba yani wewe usaulifu ni mbaya bwana. Wewe tatizo kunikumbusha. Anyway, unaweza kanidodosa kidogo kitu alichokuambia baba kule chumbani? Babako kanipa siri kubwa ambayo hata sikujua kabla. Vile vile kuna vitu nilikuwa ninahisi na amenifungua pakubwa sana. Unajua yule mama mpishi yule, niliamua kumsaidia kipindi ambacho alikuja kuomba msaada ofisini kwangu, lakini amekuwa na tabia za tofauti sana. Kuna wakati nilikuwa namkuta ofisini kwangu akikagua, nikajua tu ananipenda, lakini leo nimepewa taarifa kwamba ni mtu hatari sana na ametumika muda mrefu sana kudhoofisha uchumi wangu.
Hata hivyo maombi ya mama yamesaidia, ningeshadondoka. Na ndio maana juzi kati hapa walitaka kumuua mama ili nguzo yangu iondoke kabisa, niwe mdhaifu na nirudi kwenye umaskini. Msikilizaji, nilishtuka na kujiuliza ni nini hiki ananielezea. Sasa nilivyokuwa ninamwamini yule mama, basi nikajisemea moyoni ya kwamba nisimwamini mtu tena duniani. Hivi kwamba nikukuuliza tu hapo mwenye msikilizaji, mpaka dakika hii uliamini kwamba mama chef, mama yule wa pale kazini anayeleta chakula na ambaye ni mstaarabu, mtu wa usafi, ndio angehusika kwenye hivi vitu? So JF aliendelea kunielezea, bwana, unajua na Rose ameniendea mahali ananizuia kabisa nisioane na wewe. Ndio maana umeona hili linanipata. Lakini vile vile aliyekuwa mke wangu alishanifunga siku nyingi tu nisiweze kupata furaha kwenye mahusiano yangu yote yale. Kwa hiyo nilipokupata wewe ndio ikawa chanzo cha matatizo. Jamani, sasa kwaje? Msikilizaji, baada ya kuuliza hivyo, Jeff aliniambia kwamba baba amemhakikishia kwa namna alivyomfanyia dawa, hayo yote yaliokuwa amefungwa basi yatafunguka na maadui wote watakimbia peke yao. So ni furahi sana kusikia hivyo. Nilikuwa namwamini babangu alikuwa amewasaidia watu wengi sana pale Kibiti na kunifanya niamini Jeff angefanikiwa tu kuondokana na hiyo mitego ya maadui. So kesho yake asubuhi Jeff alisema amejadili na wenzake na wameona kwamba waitwe wahusika, aelezewe kitu cha kufanya, maana ilibidi sasa ndoa ifungwe, tukiondoka tuwe halali kuishi pamoja bila wasiwasi. Baba akachangamka, akaita watu wake wa karibu, wakajadili, wakasema JF atoe kiasi cha fedha kama mahari, alafu share aitwe tufungishwe ndoa. JF hakuwa na longolongo, japo hakuwa na kesh, lakini alimwagiza hakimu aende akachukue pesa maeneo ya senta kutoka kwa wakala. Alafu alipokuja ililipwa na mambo yakaenda vizuri. So kesho yake tulienda kutafuta mavazi ya harusi, tukarudi na mapema tu ndoa ilifungwa, ikawekwa sherehe pale kidogo, majirani wakaburudika nini. Sasa baba na mama wakatupa baraka zote na tuirudi mjini tukiwa na furaha kama mke na mume. Lakini JF alisisitiza asiambiwe, aliambiwa kwamba akae kimya. Mtu yoyote asitaarifiwe mpaka pale atakapoamua kufanya sherehe ya kimataifa hadi maksi wake waone hivyo. Cha kushangaza zaidi, tulipofika hivi JF alikutana na barua ya Madam Chef ikiwa na maombi yake ya kuacha kazi ya upishi pale ofisini. Naona watu wameanza kuachia ngazi. So baada ya wiki bwana, kadi zilianza kusambaa kila kampuni kwa ndugu na marafiki. Upande wangu na upande wa familia ya JF pia kadi zilisambaa. Sikusahau kumwalika Diana, maana nilikuwa nimemwambia nina mchumba wangu amesha darasa la 7, akanicheka. Basi kani furaha, kwani baada ya mwezi mmoja tulitakiwa kufanya sherehe kubwa ya harusi. Ndoa tulishafunga na JF alishapona, japo bado kwa mbali makovu yalionekana usoni, lakini yalielekea kuisha kutokana na kutumia dawa za gharama. Ukumbi ukachaguliwa, tena ukumbi wenyewe wa maana wenye hadhi ya kitajiri. Nikanajisemea tu moyoni ya kwamba mwanzo nilitaka kukataa kazi ya mshahara mdogo, kumbe Mungu alikuwa na jambo lake. Nikasema naisubiri kwa hamu siku ifike. Sasa Mr. Jeff akaniambia kwamba nipe namba yako Anida, nimtumie mtu akushughulikie mambo yako ya visa pamoja na passport, maana baada ya sherehe tunaenda Dubai kama nilivyokuwa nimekuahidi. Basi msikilizaji, mimi nilikuwa natamani sana ifike mapema na mimi niende nje ya nchi. Basi dada yangu akanitumia ujumbe, akaniandikia message ya kwamba nisamee pale popote nilipowahi kukosea mdogo wangu, ila nyota yako inang'aa sana, JF ni ndoto ya kila mwanamke. Nilisoma ule ujumbe na kucheka tu na kumwambia kwamba usijali dada. Basi tarehe 28 siku ya Jumamosi bwana, ilikuwa ni furaha sana. Tulikuwa kwenye ukumbi wa gharama sana. Zilitolewa zawadi nzito, maana watu waliokuwa wamemzunguka walikuwa ni matajiri tu. Ndipo rafiki yake mmoja hivi akasema kwamba kuna siku nilikuwa naongea na rafiki yangu JF, akaniambia kwamba anatamani shemeji afanye biashara. Kwa hiyo tulijadili sana, mwisho akadai shemeji anapenda sana vipodozi. Hivyo tumekaa mimi na wenzangu watatu hapa, tukaamua kuandaa mtaji kwa ajili ya shemeji yetu. Hii hapa ni cheki ya shilingi milioni 120. Hivyo shemeji ataangalia panapomfaa afungue biashara. Basi msikilizaji, kelele kaa zote. Basi mimi hapo sikuwa hata na zawadi ya kumpa mume wangu, ila sasa nilimpatia Qur'an takatifu, nikamwambia hiyo itamweka karibu na Mungu na itamlinda yeye pamoja na ndoa yetu pia. So alifurahi sana. Yeye alinipa zawadi ya gari, Subaru Forester nini mpya iliyotoka miezi kadhaa tu iliyopita. Nikatoka na machozi ya furaha. Basi ndugu zangu walinipongeza. Diana alinifuata akaniambia kwamba shoga yangu umecheza pakubwa. Kweli nimeamini mtu kusoma sio kuwa na mafanikio, niombe na mimi mwaya.
Basi nikamwambia asijali, ila aliniomba pia nimwombee kwa shemeji yake amtafutie kazi, ambapo baada ya miezi kama 3 hivi alikuja kuajiriwa pale pale kazini akisimamia kitengo kile kile nilichokuwa nakifanya mimi. Alinishukuru sana. Sasa tukiwa tunatoka ukumbini usiku sana, nilimuona Rose akiwa nje ya jengo lile akichungulia tu, maana hakupata hata nafasi ya kuingia kwani hakuwa ni mfanyakazi tena, hivyo hakualikwa. Nikamwambia JF ya kwamba wewe umemwona Rose? Sina kazi naye. Madam Chef mwenyewe alialikwa lakini hakuja. Sasa sijui hawa watu wanatoa wapi roho hizi mbaya. Nilicheka tu na kumwambia tu asamehe. Basi kesho yake mapema tu tulipanda ndege kuelekea Dubai. Tulipofika tuliingia hoteli nzuri sana kifahari. Nilikuwa natembezwa maeneo mazuri tu kila kukicha. Kila mara zawadi nini, yani nikajinenepea tu. Na hapo sasa tulipata chimbo za kuuza vipodozi, ili tukirudi Tanzania niweze kufungua biashara yangu ya cosmetics. Kwa hiyo tulipakia mzigo wa kutosha, mzigo ukatangulia Tanzania, kisha sisi tuirudi siku 2 baadaye. Maisha ya ndoa yalianza rasmi, huku sasa mimi nikifungua duka la kuuza vipodozi, yani niliamua kuita jina la Raya Cosmetics, barabara ya 8 tu ndani ya jiji la Dodoma. Namshukuru Mungu kwa kunipa Mr. JF, na kikubwa zaidi tangu tulipooana hakuwahi kupata tena shida wala mikosi. Kwa sasa nyota zetu zinaendana na hakuna kinachotugombanisha. Mtoto wetu wa kwanza bado ni mchanga na mume wangu ameninyima, yani amenizuia nisiposti picha zake. Ningewapostia hapa kwa Lumba Simulizi, lakini nimeambiwa nisiposti, macho ya watu si mazuri. Paka hapa tumefikia mwisho msikilizaji. TikTok pamoja na Instagram natumia jina la Lucas Lumba Simulizi. Ukiandika tu Lucas Lumba Simulizi utanipata, au ukiandika tu Lumba Simulizi utaniona. Niseme tu God be with you till we meet again. Bye bye.